Tunaendelea na mfululizo wetu ule wa kuangazia hoja kwamba huyu Isa bin Maryam si Yesu Kristo wa Nazareth anayesomeka katika Biblia Takatifu. Na tumesema pale mwanzoni tuliangalia ile hoja ya kwanza ya kuhusu jina. Tulikuwa tunaangalia jina kuthibitisha kwamba Isa bin Maryam si Yesu Kristo wa Nazareth, si tu kwa kuangalia jina lakini asili ya jina na chimbuko la jina. Safari hii tunaenda katika hoja ya pili, tunaangazia ukoo wa huyu Isa bin Maryam pamoja na ukoo wa Yesu Kristo wa Nazareth, kuthibitisha kwa namna nyingine kwamba Isa bin Maryam na Yesu Kristo wa Nazareth ni watu wawili tofauti. Tunakwenda kusoma somo letu la kwanza kutoka katika Qurani. Tutasoma kutoka katika sura Al-Imran. Hii ni sura ya pili katika Qurani. Tutasoma aya ya 33 mpaka 36. Inasema hivi: hakika Mwenyezi Mungu alimchagua Adamu na Nuhu na kizazi cha Ibrahimu na kizazi cha Imrani juu ya ulimwengu wote. Ni kizazi cha wao kwa wao, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Aliposema mke wa Imran, Mola wangu, nimeweka nadhiri kwako uliomo tumboni mwangu kuwa wakfu, basi nikubalie. Bila shaka wewe ndiye usikiaye, ujuaye. Basi alipomzaa alisema, Mola wangu, nimemzaa mwanamke, na Mwenyezi Mungu anajua sana aliyemzaa, na mwanamume si sawa na mwanamke, na nimempa jina Maryam. Nami namkinga kwako yeye na kizazi chake na Shetani aliyebaidishwa na rehema yako. Naam, katika aya hizi tulizosoma tunaona mambo kadhaa. La kwanza, tunamuona Maryamu anazaliwa na baba yake anaitwa Imrani. Sasa Imran ni jina la Kiarabu ambalo asili yake katika Kiebrania ni Amram. Twende kusoma katika chanzo kingine cha Qurani hapa. Safari hii tutakwenda sura ya 19. Hii maarufu inaitwa Surat Al-Maryam, na ndio sura pekee inaitwa kwa jina la mama yake huyu Isa. Surat Al-Maryam tutaangalia aya ya 27 na aya ya 28. Akasema akenda naye kwa jamaa zake amembeba. Huyu ni Maryamu akiwa ameshamzaa Isa. Sasa akenda naye kwa jamaa zake amembeba, wakasema, ewe Maryamu, hakika umeleta kitu cha ajabu. Ewe dada yake Haruni, baba yako hakuwa mtu mbaya wala mama yako hakuwa mwasherati. Yani katika hizi aya mbili tulizozisoma tunaona vitu kadhaa. Kwanza hapa sasa Maryamu ameshamzaa yule Isa, na kwamba anapoenda kwao watu wanaanza kumshutumu kwamba amezaa mtoto ila ya nje ya ndoa, na wanamuita kwamba ewe dada yake Haruni, kwamba huyu Maryamu, huyu mama yake Isa ana kaka ambaye anaitwa Haruni. Twende katika Biblia tukasome. Tutasoma kwanza katika kitabu cha Hesabu. Tutasoma katika kitabu cha Hesabu sura ya 26 ya kitabu cha Hesabu aya ya 57 mpaka aya ya 57 mpaka 59. Na hawa waliohesabiwa katika Walawi kwa jamaa zao ni hawa: ni Gershoni, jamaa wa Gershoni, na Wakohathi, jamaa ya Wakohathi, na Wamerari, jamaa ya Wamerari. Hizi ndizo jamaa za Lawi: jamaa wa Lidmi, na jamaa wa Hebroni, na jamaa ya Wamala, na jamaa wa Mushi, jamaa ya Wakora. Na Kohathi alimzaa Amramu, na jina la mke wa Amramu aliitwa Yokebedi binti wa Lawi, ambaye alizaliwa kwake Lawi huko Misri. Na huyo Yokebedi akamzalea Amramu Haruni na Musa na Miriamu mbulao. Kwenye somo hili tunaona mambo kadhaa. Kwanza, huu ni mtiririko wa vizazi vya yule mojawapo wa watoto 12 wa Yakobo, yani Israeli, kwamba Lawi, na huyu tunaona mtiririko wake mpaka kwa Amramu. Huyu Amramu ndio yule nimesema kwamba katika zile sura nilizosoma katika Qurani anaitwa Imran. Sasa Amramu huyu mke wake anaitwa Yokebedi. Kule katika Qurani yule mama yake Maryamu ambaye amezaliwa kutoka kwa baba yake huyu Imran hataji jina, lakini huku tunamjua kwamba huyu Miriam ana mama yake ambaye anaitwa Yokebedi, na ana kaka zake wawili hawa, Haruni na Musa. Katika vile vyanzo vya kusomea kule, Maryamu huyu ana kaka yake anaitwa Haruni, anatajwa vile. Sasa nini maana yangu hapa? Tunaposoma Qur'an na kuangalia huyu Isa na mama yake Maryamu, tunagundua mambo yafuatayo, kwamba tunaona kwamba huyu Maryamu mama yake Isa ni ndugu na Haruni, na pia ni ndugu na Musa, na baba yao yule Imran
ndio yule Amramu anayezungumzwa katika Agano la Kale. Lakini kikubwa zaidi tunaona pia kwamba huyu Mariamu mama yake Isa wa kwenye Qur'an anakuwa anatoka katika kabila anaitwa kabila la Walawi. Kwa hiyo Isa bin Maryam ni wa kabila ya Lawi. Sasa tunaona nini hapa kingine kikubwa? Kwamba tutaona wazi wazi kwamba tayari Isa bin Maryam na Yesu Kristo yule wa Nazareth ni watu wawili tofauti. Huyu Isa ni anatoka katika kabila la Walawi ambaye baba yake ni Amram ambaye ndi Imran na ni ndugu wa Haruni na Musa. Ni tofauti kabisa na jamna gani Bwana Yesu anayesomeka katika Biblia ilivyo. Na jambo jingine kubwa tunakuja kugundua hivi, Musa, Haruni na Miriam wanaishi miaka 1400, takriban karibu miaka 1500 kutoka kwa Yesu Kristo wa Nazareth. Lakini mwandishi wa Qur'ani yeye amekuwa hajui, anamchukua Mariam mama yake Yesu anakwenda kumweka katika uzao wa Amram miaka 1000, karibu 1500 kabla Yesu kuzaliwa. Mbali ya hiyo anamfanya Isa kuwa kabila la Walawi, na kitu ambacho ni tofauti kabisa. Twende tukasome katika Qur'ani pia. Tutasoma kutoka aya sura ya 3. Hii ni Suratul Imran sura ya 3, tutasoma mstari wa 37 mpaka 41. Basi Mola wake akampokea kwa kabuli njema na akamkuza kukua kwema na akamfanya Zakaria awe mlezi wake. Kila mara Zakaria alipoingia chumbani alikuta vyakula pamoja naye. Akasema, ewe Mariamu, unapata wapi hivi? Akasema, hivi vinatoka kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye bila kuwaza. Pale pale Zakaria akamwomba Mola wake akasema, Mola wangu, nipe kutoka kwako mtoto mwema, wewe ndiye usikiaye maombi. Mara malaika wakamlingania hali amesimama akisali chumbani, kwamba Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za Yahya. Huyu Yahya ni Yohana, katika Kiarabu Yahya ndio Yohana, atakayekuwa mwenye kumsadikisha kwa neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, na atakayekuwa bwana kabisa na mtawa na nabii anayetokana na watu wema. Akasema Zakaria huyu anajibu, Mola wangu, nitapataje mtoto na hali uzee umenifikia na mke wangu ni tasa? Akasema, ndivyo vivyo hivyo Mwenyezi Mungu hufanya apendavyo. Akasema, Mola wangu, niwekee alama. Akasema, alama yako ni kuwa hutaweza kusema na watu kwa siku 3 isipokuwa kwa ishara tu, na umtaje Mola wako kwa wingi na umtukuze wakati wa jioni na asubuhi. Naam, unaposoma hii kwenye Qur'ani unagundua kitu kingine, kwamba huyu Mariamu mama yake Isa katika Qur'ani analelewa na Zakaria ambaye alikuwa ni baba wa Yohana Mbatizaji. Sasa katika Biblia hii utakapoisoma hukutani na kisa chochote kwamba Maria mama yake Yesu alilelewa na Zakaria. Na ni jambo la ajabu kuona Zakaria huyu, yeye tukumbuke kwamba alikuwa ni kuhani. Ni jambo la ajabu kuona kuhani akilea watoto. Mbali ya hivyo, hebu twende tukaangalie katika Biblia takatifu. Tunakwenda katika kitabu cha Mwanzo, tuangalie sasa chimbuko la jina la Yesu, chimbuko ukoo ule wa jina la Yesu, ukoo wake ukoje, kwamba huyu tumeshaona wazi kwamba kwa upande wa Isa tunatambua anatoka katika ukoo wa Walawi. Tunatambua kwamba Isa huyu mama yake Mariamu, Haruni na Musa baba yao yule Imran anatoka huko nyuma. Sawa, twende katika Biblia sasa tuangalie. Tunasoma kutoka kitabu cha Mwanzo, Mwanzo sura 49 tutasoma mstari wa 10. Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanye sheria kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye milki ambaye mataifa watamtii. Hii ni mojawapo ya maandiko katika Biblia, katika Agano la Kale, yanayotabiri kwamba huyu Bwana Yesu atatoka katika kabila la Yuda. Twende tukasome somo jingine kutoka katika Ufunuo. Tutasoma Ufunuo sura ya 5 mstari wa 5. Ufunuo sura ya 5 mstari ule wa 5. Nasema hivi,
Na mojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile mihuri zake 7. Kwamba simba wa kabila la Yuda ndiye ambaye ndio atakuwa mshindi na atakayekuwa na haki ya kulifungua zile mihuri 7. Huu ni kutoka kwa Ufunuo, kwamba Bwana Yesu katika mojawapo majina na heshima anapewa kubwa, anapewa hii sifa kwamba ni simba wa Yuda. Unakumbuka anapewa simba wa Yuda kwa sababu Bwana Yesu anatoka katika kabila la Yuda. Tukasome pia kutoka katika kitabu cha Mika sura ya 5 mstari wa 2. Sura ya 5 mstari wa 2, kitabu ni Mika. Anasema hivi: bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Mika hapa anaandika unabii kuhusu ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kwamba anamuelezea huyu Bethlehemu. Kumbuke Bethlehemu ndiko mji Bwana Yesu alipozaliwa, na anasema anautambua kwamba wewe huu Bethlehemu Efrata si mdogo tena, kwa sababu miongoni mwako atazaliwa mtu mkuu. Na unaposoma katika Biblia, unaposoma zile kabila 12, baada ya zile kabila 12 kuingia kutoka Misri, wanagawiwa maeneo mbalimbali. Bethlehem ni sehemu mojawapo ambao kabila la Yuda liligaiwa. Sasa huu ni unabii mmoja wapo. Naam, twende pia tukasome safari tuende kusoma katika kitabu cha Waebrania. Tutasoma Waebrania, waraka wa Waebrania sura ya 7 mstari wa 14. Maana ni dhahiri kwamba Bwana wetu alitoka katika Yuda, kabila ambayo Musa hakunena neno lolote juu yake katika mambo ya ukuhani. Hapa tunaona mojawapo ya uthibitisho kwamba Bwana Yesu anazaliwa katika kabila ya Yuda. Na ukitaka kupata urefu zaidi wa kujua mtiririko wa ukoo wa Bwana Yesu, unaweza kuisoma katika Injili ya Mathayo, ambayo Mathayo anaandika ukoo wa Bwana Yesu kutokea kwa baba yake mlishi Yosefu, na wakati huo Luka anaandika ukoo wa Bwana Yesu kutoka kwa mama yake Mariamu. Na wote hawa wawili, Yosefu baba yake mlishi na Maria mama yake, wote wanatoka katika kabila la Yuda. Hakuna shaka katika hilo. Sasa tunaona nini hapa? Kikubwa tunachokiona ni kwamba Qur'ani inakwenda vingine kabisa, kwa namna gani huyu Isa Isa bin Maryam anayezungumzwa na huyu Yesu Kristo. Sasa ni uthibitisho wazi kwamba hawa ni watu wawili tofauti, wanatoka katika kabila tofauti, katika zama tofauti. Isa bin Maryam yeye anakuwa miaka 1400 kama na 50 hivi kutoka kwa huyu Yesu Kristo Nazareth, kwa sababu Isa bin Maryam anawekwa katika ndugu pamoja na Haruni pamoja na Musa, ambao baba yao anaitwa Imran, ambaye waliishi miaka 1450 kabla ya kuja kwa ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Naam, sasa na tunaona pia kituko kingine, hadithi ya kushangaza ya kuona kwamba yule Zakaria, kuhani Zakaria, anakuja anamlea Mariamu mama yake Yesu. Sasa swali linakuja, hadithi hizi zinatoka wapi? Sasa kuna tatizo kubwa kwa upande wa Uislamu, kwamba wao wanaamini Qur'ani imeandikwa na imeteremshwa na Mungu, lakini ushahidi ni tofauti na hivyo. Kwa mfano, utaona wazi kabisa, kwanza hivi visa hivi vyote vinatoka katika maandiko ambayo Wakristo waliyakataa. Maandiko kadhaa ambayo yalizuka na uzushi kadhaa ulizuka hapo katikati kabla ya kuja kwa Uislamu, ambao Wakristo wao waliyakataa, waliyapinga. Kwa mfano, tutasoma katika kitabu kimoja, Injili ya Yakobo, au katika Kiingereza inaitwa Proto-Evangelium of James, au the Gospel of Infancy Gospel of James. Na ukienda katika hii Infancy Gospel of James, ukienda kati ya sura ya 7 mpaka sura ya 8, unaweza ukaitafuta online, hii unaweza ukajisomea. Utakuta hii hadithi ya huyu Mariamu kulelewa na Zakaria, na tena Mariamu kuishi ndani ya hekalu. Na sababu mojawapo kwa nini Wakristo walikataa hichi kitabu ni kwa sababu kinakwenda, mwandishi huyu wa Proto-Evangelium of James ni mwandishi ambaye hajui mila na desturi na imani za Kiyahudi, kwamba mtoto analelewa ndani ya hekalu. Hekalu ilikuwa ni sehemu moja patakatifu mno. Kwa mfano, hekalu lilikuwa limegawanyika katika pande 3. Kwenye ua wa hekalu kuna
chumba cha ndani cha hekalu na kuna chumba kinaitwa patakatifu. Yeye Zakaria alikuwa ni kuhani ambaye alikuwa anaweza tu kuingia pale chumba cha kwanza cha ndani cha hekalu ya? Na kile chumba kilikuwa ni chumba kitakatifu sana, na makuhani walikuwa wakiingia kwa zamu kila siku. Nafikiri kama sikosei, naweza nikaa nakosea, asubuhi na jioni, kufukiza ubani na kubadilisha ile mikate ya uonyesho na kuweka mafuta katika ile mishumaa menora. Lakini katika chumba cha ndani kinaitwa patakatifu, kuhani mkuu peke yake ndio alikuwa na haki wa kuingia, na alikuwa anaingia mara moja tu kwa mwaka kutoa dhabihu, kupeleka dhabihu ile ya yule mwanakondoo ambaye anabeba dhambi za taifa la Israeli. Sasa ukisoma hii mimi binafsi nimeisoma hii Injili ya Yakobo yote, hii Evangelium of James, na unaona wazi kabisa mwandishi wa hichi kitabu ni mwandishi mpotovu kabisa. Ni kitabu cha kipotovu, na ndio maana hata Wakristo, hata Wayahudi nao walikikataa hichi kitabu. Lakini mwandishi wa Qur'ani anachukua hichi kisa, anakiweza kuweka katika Qur'ani. Hii Injili ya Yakobo au inaitwa Evangelium of James iliandikwa kwa mujibu wa wataalamu wa maandiko, wanasema inakisiwa iliandikwa katika karne ya pili. Tunazungumzia miaka 400 kabla ya kutokea Uislamu. Unaposoma katika Qur'ani, kwa mfano tukasome Qur'ani sura ile ya 19 aya ya 22 mpaka 25, kuna kisa kingine tunakuja kukiona hapa. Sura ile ya 19 Suratul Imran aya ya 22 mpaka 25. 22 mpaka 25. Basi akachukua mimba yake na akaondoka nayo mpaka mahali pa mbali. Kisha uchungu ukampeleka katika shina la mtende. Anasema, laiti ningekufa kabla ya haya na ningekuwa niliyesahaulika kabisa. Mara akamfikia sauti kutoka chini yake, usihuzunike, hakika Mola wako amejalia kijito cha maji chini yako, na litikise kwako shina la mtende, litakuangushia tende nzuri zilizo mbivu. Unaposoma kutoka katika Qur'an hii Suratul Maryam, hasa kuanzia kutoka kile kipengele cha 20 aya ya 22 na kuendelea, utaona mambo yafuatayo. Kwanza utaona Mariamu yeye anamzaa mtoto Isa chini ya mtende. Naam, na kuna hadithi hapa kwamba Mariamu katika kupata shida anaambiwa autikise mtende, tende zinaanguka na visa vingine hivyo. Sasa hii hadithi ya Mariamu kumzaa Isa chini ya mtende inatoka wapi? Sasa nakuja katika hoja ile, japo si hoja ya msingi katika video hii, ni kuhusu kwamba wao Waislamu wanaamini Qur'ani imeteremshwa na Mungu, lakini tunagundua kwamba mwandishi wa Qur'ani huyu mwanadamu, yeye anatoa kisa hiki, tunajua wapi alipokitoa. Kisa hiki tunakipata katika, kuna injili mojawapo ya vitabu vya kizushi vilivyotokea. Hii ilikuwa mwanzoni kabisa wa karne ya 7. Hii inaitwa Injili ya Pseudo Matthew, yani inaitwa Gospel of the Pseudo Matthew, the infancy Gospel of Matthew, yani injili ya Mathayo, ya mtoto Mathayo, na ambao nao pia ilikataliwa. Kisa hiki unakipata kutoka katika hiyo Pseudo Gospel of Matthew sura ya 20. Nenda itafute uisome, utakiona hichi kisa cha Mariamu anamzaa. Hii hadithi hii inazungumzia Mariam anamzaa Yesu chini ya mtende. Sasa mwandishi wa Qur'ani anaikopi hii story, anaibandika katika Qur'ani, anaitoa katika hii Pseudo Matthew Gospel of Pseudo Matthew, anaibandika katika Qur'ani. Naam, hebu tukasome katika Injili ya Luka tujue huyu Yesu Kristo wa Nazareth alizaliwa wapi. Tunaenda kusoma katika Injili ya Injili ya Luka sura ya 2. Injili ya Luka sura ya 2 tutasoma mstari wa 6 mpaka wa 7, halafu tutasoma mstari wa 13 mpaka wa 16. Luka sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 7. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia. Huyu ni Mariamu, huyu mama yake Yesu, zikatimia. Akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Tunaona hapa Mariamu, ukisoma hii Injili ya Luka kuanzia sura ya 1 mpaka unafika sura ya 2, utaona kisa cha Mariamu inakuwaje na kwenda kujifungua mtoto Yesu katika hori la ng'ombe. Anajifunga katika zizi la ng'ombe na anamlaza mtoto Yesu katika hori la kulishia ng'ombe. Na tukiruka katika Injili hiyo katika sura hiyo ya 2, tuende katika mstari wa 13 mpaka 16. Hiki ni kisa ambacho baada ya mtoto Yesu kuzaliwa, malaika wanawatokea wachungaji waliokuwa kwenye uwanda wakilinda wanyama wao usiku. Naam, hapa unathibitisha kwamba
lile hori lilikuwa, lile zizi lilikuwa tu kwa sababu wachungaji walikuwa na wanyama wao mbali kwenye uwanda huko wakiwalinda usiku, na yeye ndio Bwana Yesu anazaliwa katika ile zizi la ng'ombe na wanyama, na Maria baada ya kujifunga anamchukua mtoto anamlaza katika hori ya kulishia ng'ombe. Hapa ni pale malaika wanapowatokea wale wachungaji na kuwapa habari ya kuzaliwa Kristo. Naam, tunasoma katika mstari wa 15 mpaka 16. Mara walipokuwa pamoja na huyo malaika, wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na dunia iwe amani kwa watu waliowaridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya na twendeni mpaka Bethlehem tukalione hilo lililofanyika alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Naam, usiku ule ule hawa wachungaji baada ya kutokewa na malaika kupewa habari za kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, nao wanakwenda kushuhudia na wanamkuta bado mtoto Yesu amelazwa katika hori la kulishia ng'ombe. Na unaposoma kipande hiki unamwona Bwana Yesu yuko pale, mama yake Maria akiwepo na Yosefu akiwepo. Unaposoma Qur'ani, Yosefu haonekani popote katika hii story ya Isa. Yosefu haonekani, lakini unaposoma katika injili hizi, unaposoma injili ya Luka, unaposoma injili ya Mathayo, Yosefu anatokea, ni sehemu mojawapo muhimu ya utoto wake Bwana wetu Yesu Kristo. Nini maana yake hapa? Tunaweza kufikia hitimisho katika hichi kipengele cha pili cha kuhusu ukoo, kwamba tunaweza kusema pasipo shaka kwamba Isa bin Mariam sio Yesu Kristo wa Nazareth, japo kwamba tunaonekana mama zao wote wanaitwa Mariamu na wanatenda miujiza na kadhalika, lakini huyu mwandishi wa Qur'ani hakumjua Yesu Kristo wa Nazareth. Ameandika story ya kujitungia, ameokota vitabu vya hapa na pale na kutengeneza hizi story. Kwa hiyo tutaendelea katika nafasi yetu ya 3 ambako tutaangalia hatima ya huyu Isa bin Mariam baada ya maisha yake, ya nini kilimpata baada ya maisha yake hapa duniani, na tutamwangalia Bwana wetu Yesu Kristo nini kilitokea, ili tuweze kufikia hitimisho kamili. Asante sana, na endelea kufuatilia sehemu ya 3 tuweze kukamilisha hii hoja yetu ya msingi kabisa. Karibu.